Yesu asifiwe sana. Somo letu la pili linatoka katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 16. Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Mstari wa 14. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji huu hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Hilo ndio neno la Mungu. Naomba uendelee mstari wa 16 hadi mstari wa 16. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nao yawaangaza wote waliomo nyumbani. Mstari wa 16. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yetu wa mbinguni. Amen. 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 Bwana Yesu anazungumza na wanafunzi wake. Ni wakati huo anawaandaa ili awatume waende wakafanye kazi ile ambayo yeye ameianzisha, na wao ndio watakaoiendeleza baada ya yeye kupaa mbinguni, kulingana na vile alivyokuwa ameandikiwa. Maana amekuja ili kutimiza andiko kama ilivyokwisha kuandaliwa tayari kwa ajili yake, lakini pia kwa ajili yetu sisi. Bwana Yesu baada ya kuwachagua wanafunzi wake, yeye alikuwa mwalimu wao. Wao ni wanafunzi, anawafundisha. Katika kuwafundisha, lengo kuu lilikuwa ni kuandaa ili baada ya yeye kuondoka, wao waende ulimwenguni kote wakafanye kile ambacho Mungu alimleta yeye Yesu afanye kwa ajili ya wanadamu wote, kwamba wafundishwe habari za uzima wa milele, wafundishwe habari ya toba na ondoleo la dhambi, waitwe ili wamrudie Mungu, ili wakae katika mapenzi ya Mungu, na Mungu aendelee kujidhihirisha kwao katika maisha yao ya siku kwa siku, wanapojiandaa katika safari yao ya kwenda kukaa pamoja na Mungu katika maisha ya uzima wa milele. Kwa hiyo Bwana Yesu anafundisha kanisa ambalo analiweka ili liwe chombo cha Mungu cha kutangaza habari hizi njema kwa ulimwengu wote. Kanisa ambalo ni chombo cha Mungu cha kwenda kuipeleka nuru anayoileta Mungu katika maisha yetu, ili wote wanaokaa katika giza watoke katika giza waingie katika nuru ambayo ndiyo uzima Mungu alioleta kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Bwana Yesu anazungumza na wanafunzi wake, anawaambia ninyi ni chumvi ya dunia. Hawaambii watu wengine, anawaambia wale anaowaandaa ya kwamba wao ni chumvi ya dunia. Kwa nini anawaambia wao ni chumvi ya dunia? Anawaambia wao ni chumvi ya dunia kwa sababu anawatuma waende katikati ya dunia iliyopoteza ladha, ili kwa njia yao dunia hiyo iweze kurudi tena katika ule mpango ambao Mungu aliukusudia kwa ajili yao. Maisha yao yawe ya baraka tena, maisha yao yapendeze tena, ili kila mmoja katika kugusana kwake na mwanadamu mwingine katika maisha yao yanayoendelea aweze kuiona baraka ya uwepo wa mwenzake katikati ya maisha yake. Vinginevyo ni hiki ambacho Bwana Yesu anasema kwamba chumvi ikiwa imeharibika haina dawa ya kuifanya iwe nzuri au iwe nzima tena ili iweze kutumika. Anazungumzia hivyo akionyesha ulimwengu ulivyokuwa umepoteza ladha kwa sababu ya aina ya maisha ambayo wanadamu wamechagua kuishi yasiyompendeza Mungu.
Na mwanadamu aliyechagua kuishi maisha yasiyompendeza Mungu hawezi pia kumpendeza mwenzake ambaye wanaishi pamoja.